Naam, nikukaribisha katika mshike, lakini kabla nikujuze kwamba unafahamu kwamba unaweza kukiwasha na Azam TV, na tunakwambia sasa usikiache kisimbuzi chako kimezima, na kama kina hitilafu tupo kukusaidia. Kama hujalipia kifurushi basi lipia sasa. Tunakiwasha na michezo, utaweza kushuhudia ligi za nje ikiwemo La Liga, Bundesliga, Serie A pamoja na ligi ya ndani ya NBC Premier League na michezo mingine ambayo pia tunaionyesha kupitia hapa katika kisimbuzi chako cha Azam TV. Na tukianza sasa kutazama tuliokuandalia hii leo, serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo leo imekutana na pande zote husika zinazohusika na mchezo namba 184 wa ligi kuu soka NBC Tanzania Bara. Mchezo huo wa dabi ya Kariakoo uliohusisha watani wa jadi Simba na Yanga ulipangwa kufanyika Machi 8 mwaka huu katika uwanja wa Benjamin Mkapa kabla ya kuahirishwa saa chache kabla ya muda wa kuanza mchezo. Hii leo imeshuhudiwa kwa mara ya kwanza vikao suluhishi vinavyohusika pande zote kwa nyakati tofauti vikifanyika katika ukumbi wa mikutano wa Baraza la Michezo la Taifa BMT. Waziri wa Michezo Profesa Palamagamba John Kabudi ndiye aliongoza vikao hivyo akiwa sambamba na naibu waziri wa wizara hiyo Hamis Mwinjuma maarufu Mwana FA pamoja na katibu mkuu Gerson Msigwa. Wengine waliohudhuria ni mwenyekiti wa BMT Leodgachila Tenga, katibu mkuu mtendaji Neema Msita na kaimu mkurugenzi wa michezo Boniface Tamba. Mapema hii leo viongozi wa Yanga wakiongozwa na rais wa klabu hiyo Mhandisi Hersi Saidi walikuwa wa kwanza kuwasili katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuitikia wito huo. Makamu wa rais wa Yanga Arafat Haji na mtendaji mkuu wa Yanga Andre Mtine pamoja na baadhi ya wajumbe wa kamati ya utendaji ni miongoni mwa viongozi wengine walioshiriki kwenye kikao hicho muhimu. Kikao cha kwanza kilihusisha serikali na Yanga na kilitumia zaidi ya saa 4 za majadiliano, na baada ya kumalizika kwa kikao hicho rais wa Yanga akazungumza machache na waandishi wa habari. Africans kupata nafasi ya kufikisha yale ambayo ni msingi kabisa yanayohusiana na mchezo ule, na baada ya kufanya hivyo platform ambayo Mheshimiwa Waziri na jopo lake walitengeneza, dhamira yake kubwa ilikuwa ni kusikia nini kinachotoka kwa viongozi wa Young Africans, na sisi wakati wote tukiwa kama viongozi tunasimamia interest ya taasisi yetu, ambayo taasisi yetu inasimamia wanachama na timu kwa ujumla. Kwa hiyo tulikwenda kufikisha ujumbe wetu unaohusiana na position yetu kama taasisi, lakini pia Mheshimiwa Waziri na timu yake wakatusikiliza kwa kirefu, wakapata nafasi ya kuuliza maswali, kutaka kujua, na tuliweza kufikisha ujumbe wetu vizuri. Na Mheshimiwa Waziri alikuwa na mwanzo mzuri kwa kueleza kwamba platform hiyo sio platform inaweza kufanya maamuzi, isipokuwa ni platform ya kutafuta solution ya tatizo ambalo limetokea. Kwa hiyo alikuwa anataka kujifunza kutoka kwa Young Africans nini hasa kinachowasibu na nini position yao. Ni rais wa klabu ya Yanga huyo Mhandisi Hersi Saidi. Lakini ilipofika mchana viongozi wa Simba Sports Club akiwemo mwenyekiti wa klabu Murtaza Mangungu, mtendaji mkuu wa Simba Sports Club pamoja na wajumbe wengine wa bodi na walitinga kwa Mkapa kwa ajili ya kuitikia wito huo. Ni katika kikao cha pili cha majadiliano kikiwahusisha wao na viongozi wa serikali kwa upande wa wizara na Baraza la Michezo la Taifa BMT. Kikao ambacho kilionekana kutumia saa chache ukilinganisha na kile cha kwanza, na baada ya kumalizika kwake mwenyekiti wa Wekundu wa Msimbazi Simba Murtaza Mangungu naye akazungumza machache na waandishi wa habari. Mamlaka si imeshasema mechi itapangiwa tarehe. Kuna haja gani tena ya kusema hatma? Kuna hatma gani nyingine? Hamna hatma. Hatma mpira utachezwa tu siku nyingine kama itakavyopangwa. Wao wanashikilia kanuni, lakini kanuni hiyo hiyo inaipa mamlaka bodi ya ligi kubadilisha mchezo muda wote pale ambapo wanaona inafaa. Sasa uwezo ukachukua sifa ya tembo ukachagua kwa kulitaja sikio au mguu peke yake. Ukitaja tembo inabidi umchukue wote. Kwa hiyo kanuni hizo kuna vipengele zaidi ya 54. Sasa unawezaje wewe kutumia kipengele kimoja tu peke yake? Inabidi uwe na fikra nzuri zaidi. Kikao cha tatu hii leo kilihusisha viongozi wa juu wa TFF akiwemo rais wake Wallace Karia pamoja na wajumbe wa bodi ya ligi akiwemo mwenyekiti wa TPLB Steven Mguto. Na baada ya kikao hicho waziri na maofisa wengine wakasalia kwenye kikao kilichohusisha viongozi wa juu wa wizara pamoja na BMT. Na sasa tusogee hapa kwa ajili ya kuweza kutazama maoni juu ya kile ambacho tumekuuliza kupitia katika akaunti zetu za mitandao ya kijamii, lakini pia tutasoma kile ambacho uliweza kutujibu. Swali lilikuwa likihoji vikao vinaendelea kuhusiana na hatma
ya Kariakoo Derby iliyoahirishwa Machi 8, 2025. Je, nini ushauri wako? Tutazame sasa kile ambacho umeweza kutuandikia, tukianza na ukurasa wetu wa Instagram. Huyu ni Roger Wise, anasema kwa maslahi mapana ya mpira wa nchi yetu nashauri watu wajishushe na kufanya maamuzi yatakayoupa mpira ushindi na sio mtu binafsi ama taasisi. Wakati Noah Kapindo kutoka Mwanjelo wa Mbeya anasema dabi ichezwe ili bingwa apatikane kihalali. Wakati huyu ni Dan Rose 199 anasema yeye anaona cha msingi ni kuheshimu wito. Yanga na Simba wakae chini pamoja na viongozi wa serikali wakubali kucheza hiyo dabi. Hayo ni maoni ambayo pia tumeyapata kupitia katika akaunti yetu ya Instagram. Tuangalie Facebook. Huyu ni Goligota Magabe wa GGM Unity Geita Tanzania. Anasema kwanza kinachohitajika pande zote mbili ni hekima za kimungu. Pili, pande zote mbili zikae na kukubali moja kupoteza kitu cha thamani kama fedha, mashabiki na kadhalika ili warudi kucheza mpira. Wakati Paul Kivuyo kutoka Chemba Dodoma anasema ushauri wangu watumie busara katika maamuzi yao, kwani sisi wananchi tukiona ugomvi baina ya timu hizi mbili bila shaka hata kwa mashabiki zao vile vile chuki zitaanza kujipandikiza kwao na tutafika level ya Al Ahly na Zamalek ambao hata wachezaji hawauziani. Wakati Diana Norasco anasema tarehe ipangwe, mechi ipigwe ili watu waliokata ticket wapate haki yao. Mpira ni furaha jamani. Anahitimisha kwa kusema hivyo. Tutazame sasa kile ulichotuandikia kupitia X zamani Twitter. Thomas Matalu anasema vikao natumai vimeendeshwa na taratibu na kanuni husika za soka, hivyo hakuna marefu yasiyo na incha. Sakata hili litaisha na mechi itachezwa. Shamsi Chibwana anasema timu zote zitii mamlaka na ziweke maslahi ya mpira mbele kwa ustawi wa nchi. Waache kutunishiana misuli kwani inaweza kuharibu future ya mpira. Na wa mwisho ni Emmanuel A. Mtinya anasema pande zote zinazohusika, TFF, vilabu na wadhamini, zifanye maamuzi ya haki yakilenga usalama wa mashabiki, baadhi ya michezo na heshima ya ligi. Hayo ni maoni ambayo umeweza kutuandikia kupitia katika kurasa zetu mbalimbali na nimeweza kuyasoma hapa kama ambavyo uliweza kuyaandika. Lakini tukiendelea kutazama mengine ambayo tumekuandalia hapa katika mshike, kikosi cha timu ya soka ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kipo safarini muda huo kurejea Dar es Salaam ambako kitawasili kesho saa 4 asubuhi. Wakiwa Casablanca, wachezaji wa Simba waliokuwa sehemu ya kikosi hicho wameanza safari ya kuelekea Misri tayari kwa ajili ya kuwasubiri wachezaji wenzao wakitokea Dar es Salaam kuelekea mchezo wao dhidi ya Al Masry. Simba watakuwa ugenini Aprili 2 mwaka huu kucheza mchezo wao wa kwanza hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya wenyeji Al Masry. Baadhi ya wachezaji wa kikosi hicho wanasema huu ni ukurasa mwingine na wanaofungua kuanzia sasa. Mchezo wa timu ya taifa na bahati haikuwa nzuri kwa sababu tumeweza kupoteza, lakini bado tuna game mbili nyumbani, naamini maandalizi yataenda vizuri, tutaenda kufanya vizuri nyumbani. Lakini hilo limekwisha, majukumu ya timu ya taifa sasa hivi kichobakia ni majukumu sasa ya club. Kwa hiyo tunajiunga na kambi ya timu kwa maana kwamba tunaelekea Misri kutokea hapa Morocco. Kwa hiyo tayari tunajiandaa na safari kuhakikisha kwamba tunaelekea Misri kwa kuhakikisha kwamba tunaenda kupigania pointi 3. Kiukweli mchezo utakuwa ni mgumu kwa sababu mpaka timu inakuwa inafuzu katika hatua ya robo finali na maana ni timu nzuri. Kwa hiyo kikubwa tutaenda kwa heshima na tutazingatia sana maelekezo ya walimu wetu kuhakikisha kwamba tunaenda kufanya vizuri katika mchezo huo. Kikubwa naamini kuna baadhi ya mashabiki watatoka Tanzania kuelekea Misri kuungana na sisi kuhakikisha kwamba tunakuja kuipambania timu, lakini pia naamini kuna mashabiki wengi sana ambao watakopo Tanzania lakini pia nje ya Tanzania kuhakikisha kwamba wanatuombea dua na hilo nimekuwa nikiliomba kila siku pindi ambapo tunakuwa karibu na michezo yetu. Kwa hiyo naamini Watanzania wengi ambao hawapata nafasi kuja nchini Misri, naamini wataungana na sisi katika dua. Kwa naamini watatuombea kuhakikisha kwamba tunaweza kufanya vizuri. Misimu yote iliyopita hatujai kuvuka kwenye hatua hii, lakini kwa sasa hivi tumejipanga ili tuweze kuvuka katika hatua hii ya robo finali na tuweze kuingia nusu finali. Tuambia kwamba watu support na dua, tuna imani kwamba tutafanya vizuri.
Ni wanandinga wa Simba hawakizungumzia mchezo unaofuata katika kombe la shirikisho katika hatua hiyo. Na tukitazama taarifa nyingine, Simba itaondoka nchini alfajiri ya kuamkia kesho kuelekea Misri, na hiyo ni baada ya kutinga katika robo fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Simba itaingia hatua hiyo baada ya kuifunga Bigman mabao 2-1 kwenye uwanja wa KMC Complex. Baadhi ya wachezaji wa Simba wamezungumza mara baada ya mchezo huo kukamilika. Ulikuwa mgumu kwa sababu kila timu ambayo inakuja kucheza na Simba mechi inakuwa finali. Kwa nje ya uwanja mechi ilikuwa rahisi, lakini ndani ya uwanja mchezo ulikuwa mgumu. Kila kombe ambalo tunacheza tunalihitaji. Kwa hiyo kila mechi tutajitolea kwa ajili ya timu yetu. Mchezo ulikuwa mzuri, kile kwa pinzani sio mtupa kile kwa challenge. Naamini mwalimu atakuwa ameona mapungufu na mazuri. Kwa hiyo itatusaidia kwenda kwenye mchezo wetu wa mbele. Kitu cha kuwaeleza au kuwakumbusha waendelee kutusupport kwa sababu tuna mchezo mkubwa mbele, tunasafiri nafikiri kesho kwa ajili ya mchezo wa robo finali. Na baadhi ya wachezaji wa kikosi cha Bigman wamezungumza na kipindi hiki baada ya mchezo huu kukamilika. Kiukweli tumecheza na timu kubwa. Tumeona ukubwa wao. Manake sio nikwambie vipi, manake ni mchezo lakini tumehimiliwa sana. Yaani ni timu kubwa kweli Simba. Tunaweza kukubali kama ni timu kubwa, lakini tumeingia kwa kuheshimu. Tunaweza kushukuru Mungu tumepata matokeo 2-1, manake kupata matokeo na timu kubwa kama Simba 2-1 sio rahisi kwa mashindano haya. Kwa hiyo sisi tunaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo haya. Na tutaendelea kupambana mechi zao za ligi. Mwenyezi Mungu atufanyie pesa inshallah. Mchezo huu ni mchezo ambao utatujenga zaidi katika mchezo ijayo. Kwa sababu mchezo huu kuna experience nyingi sana hapa tumekutana nazo ambazo mwalimu pia nadhani ameziona. Kwa hiyo Mungu akijalia tutazitumia hizo kwa yale madhaifu ambayo tumeyafanya, tutarekebisha kwa ajili ya mchezo ijayo, na yale mazuri ambayo tumeyafanya tutayatumia kwa ajili ya mchezo wetu uliobaki katika NBC Championship. Simba ni timu kubwa kwa level tuliochezea. Ni kipimo kizuri sana kwetu. Tena zaidi ya kipimo. Mchezo ulikuwa mzuri kama mmeuona. Ulikuwa hauna tabu. Watu wanacheza total football kabisa. Kwa hiyo ni matokeo tu yametokea. Namni wachezaji wa Bigman hawa kiuzungumzia mchezo wa leo walipopoteza dhidi ya Simba Sports Club ikiwa ni hatua ya 16 bora. Na sasa ni kukumbushe kwamba unafahamu kwamba kwa kumiliki kisimbuzi cha Azam TV ipo wiki ya moto kweli ambayo tunaweza kukufahamisha hapa ili uweze kufahamu basi kwa kumiliki kisimbuzi chako ni yapi utakaweza kuyashuhudia. Machi 27 leo saa 5 usiku utaweza kushuhudia mtanange utakaokutanisha Barcelona wakikipiga dhidi ya Osasuna, lakini Machi 29 itakuwa ni Jumamosi, kuna mchezo mwingine saa 10 jioni, wananchi Yanga Sports Club wakikipiga dhidi ya Songea United, mchezo ambao utaushuhudia mubashara kupitia Azam Sports 1 HD. Lakini Bayern Munich and the Bavarians wenyewe watakipiga Jumamosi dhidi ya St. Pauli, mchezo huo ukiwa ni saa 11 dakika 30 jioni na utaushuhudia mubashara kupitia Azam TV. Lakini Real Madrid wenyewe watakipiga dhidi ya Leganés, itakuwa ni Jumamosi saa 5 kamili usiku. Kwa kulipia kifurushi cha shilingi 28,000 basi utaweza kuishuhudia mitanange hiyo. Huu ni mshike, mimi ni Akida Kilango. Naam, tunarejea tena hapa katika mshike na sasa nikueleze ni kwamba inaelezwa kuwa huko nchini Misri mchezo kati ya Al Masry na Simba Sports Club unasubiriwa kwa hamu kutokana na umaarufu ambao wekundu wa Msimbazi wameendelea kujilezolea kwenye soka la kimataifa. Pamoja na mambo mengine, kila mmoja ana uhitaji wa kucheza katika uwanja wake wa nyumbani kwa kuwa utawaweka karibu na mashabiki wao, japo kwa Simba uwanja wa Benjamin Mkapa utasalia kuwa ni uwanja wa thamani kwa kikosi hicho. Hayo yameelezwa na Dr. Mohamed Yusri ambaye ni miongoni mwa wadau muhimu wa soka la Afrika na akishabikia Zamalek ya nyumbani kwa Misri. Mechi hii ni mechi muhimu sana na tunasubiri mechi hii kwa hamu kubwa, hasa kwamba itakuwa ngumu kwa upande wa Simba. Simba imepata experience mbaya siku zilizopita, hasa mechi ya mwisho baina Al Ahli na Simba, kwamba Al Ahli imecheza na masharubu ya Simba mechi iliyopita. Kwa hivyo nahisi kwamba wachezaji wa Simba wanahitaji kutoa juhudi nyingi na wanacheza kwa uhodari kubwa sana ili kuchange experience yao kule Misri. Kwa hivyo ni mechi kubwa na ni mechi muhimu sana. Na kwa upande wa timu ya Al Masry naona kwamba timu hii ni miongoni mwa timu za kwanza katika Misri baada Al Ahli na Al Zamalek na Pyramids. Kwa hivyo timu hii naona kwamba imepata uzoefu mkubwa na sasa hivi
timu hii itacheza mechi muhimu. Kwa hivyo naona kwamba mechi ya robo finali itakuwa mechi muhimu na kubwa sana. Na kwangu mimi naona siku hizi timu za Misri na za Tanzania zinakutana mara nyingi. Kwa hivyo mechi ya marudiano naona kwamba Simba itakuwa na haja kubwa sana ili kucheza mechi hii katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ili kucheza mechi hii kati ya wafuasi na mashabiki yake ili kupata nguvu zaidi. Nasubiri mechi hii kwa hamu kubwa na natamani kuona timu mbili kama Simba na Al-Masri wanacheza mechi nzuri, na mechi ya marudiano pia itakuwa ina umuhimu mkubwa. Naam, tumetoka kutazama hapo kile ambacho kimeweza kuzungumzwa kuelekea katika mchezo huu, na aliyezungumza hapo ni Dr. Mohamed Yusri ambaye yeye ni shabiki wa Zamalek. Kwa muda huu naungana na mchambuzi wangu Deotraf Kiongai kwa ajili ya kuweza kutazama sasa mchezo wenyewe. Karibu sana. Asante. Jisikie uko nyumbani. Niko nyumbani. Naam, tutazame sasa kuelekea katika mchezo huu. Tumeweza pia kuwatazama wachezaji wa Simba kizungumza. Tumemsikia golikipa pale Ali Salim Katoro, lakini pia tumemsikiliza Mohamed Hussein wakizungumza kuelekea mchezo huu. Kwanza kabisa unautazama utakuwa ni mchezo wa aina gani? Mchezo ni mgumu, ni mchezo ambao kwanza kwa hatua unaweza ukaongeza ugumu, kwa sababu ni hatua ambayo mmoja lazima atoke ili aweze kwenda hatua inayofuata ya nusu finali. Kwa hiyo mazingira ya hatua tunaweza kuongeza ugumu. Hakuna hatua nyepesi katika hatua yoyote ambayo lazima mmoja atoke. Kwa hiyo kila mmoja atakuwa na focus kwa ajili ya mbinu na kucheza vizuri nyumbani na kucheza pia vizuri ugenini, kwa sababu hii ni michezo ya kimataifa. Michezo ya kimataifa haihitaji sana burudani kwa maana timu iweze kumiliki sana mchezo au timu iweze kuwaburudisha mashabiki. Hapana. Michezo hii ya kimataifa ni malengo yake makubwa ni kupata magoli mengi nyumbani na kwenda kuzuia vizuri ugenini. Kwa hiyo mazingira ya hatua na mazingira ya mashindano yanazidisha ugumu na kufanya Simba kwenda kufocus kwa ajili ya mchezo ugenini ambao unaweza ukatoa picha nini ambacho kinaweza kutokea katika mchezo wa marudiano ambao utacheza tarehe 9. Si mara moja, si mara mbili, si mara tatu, si mara nne. Simba baada ya kurejea katika medani za kimataifa walikipiga dhidi ya Al-Masri. Tunakumbuka mchezo ulimalizika kwa kufungana 2-2. Goli 2-2, baadaye kule ugenini kamalizika kwa suluhu. Unahisi kwamba ni mchezo wa kisasi kwa Simba kwa namna moja ama nyingine? Ni muda mrefu, na hata ukizungumza huo mwaka 2018 ni mwaka ambao Al-Masri walikaa miaka takriban 14 kushiriki michuano ya kimataifa, na Simba pia walikuwa wamekaa takriban misimu 5 kushiriki katika hizo hatua. Kwa hiyo timu zote zilikuwa zina kiu ya kwenda hatua inayofuata. Lakini sasa hivi unaizungumza Al-Masri ambayo hata kwenye upande wa ligi ya Misri wapo katika zile nafasi 4 za juu. Unaizungumza Simba katika michuano ya kimataifa kwenda hatua robo finali, kwenda hatua ya makundi, kufika katika zile hatua ambazo tunasema hii ni timu kubwa, na hata katika upande wa CAF ranking unaona wapo katika nafasi zile za juu. Kwa hiyo mazingira sasa hivi na miaka 2018 yamebadilika. Kwa hiyo kila mmoja sasa hivi ameonyesha ushindani kwenye upande wa ligi yake, na kila mmoja sasa hivi ameanza kuonyesha ushiriki mara nyingi kwa upande wa michuano ya kimataifa. Kwa hiyo ukizungumza kisasi, inaweza kuwa huu kwa ni mchezo mpya kabisa. Si kwa upande wa Al-Masri na si kwa upande wa Simba. Simba watahitaji nafasi hii na Al-Masri pia watahitaji nafasi hii. Labda kama pangekuwa na angalau wa baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wamecheza katika huo mwaka 2018. Ukirudisha nyuma huo mwaka unamzungumza Emmanuel Okwi, unamzungumza kina Sante Kwasi, kina Mbipili, unazungumza wachezaji ambao asilimia kubwa kina Mkude hawapo sasa hivi. Sasa hivi unataja kikosi kipya ambacho akina ile hasira ya mwaka 2018 ambayo sasa. Lakini katika unapozungumzia hasira hiyo ya kulipa kisasi, nyuma yake kuna shinikizo la kwamba Simba hajawahi anahitaji kutinga katika hatua inayofuata ya nusu finali. Ni kweli kabisa, kwa sababu ukitazama Simba, moja ya sifa ambayo imekuwa nayo katika misimu ya michuano ya kimataifa ni kuishia hatua robo finali. Kwa hiyo watatamani kuvunja umwiko ambao umewekwa kwa muda mrefu kwa hatua ambazo wanazishia. Kwa hiyo kama kwa upande wa malengo na kuvunja umwiko wa hatua robo finali, huenda mchezo ukawa na kisasi ndani yake na kupania ndani yake. Deotraf, kwa kipindi cha nyuma, kwa miaka ya nyuma, inawezekana hata kwa mchezo 2018
pressure kwa kutoka kwa mashabiki katika ukanda ule inakuwa ni kubwa sana, lakini kwa miaka ya hivi karibuni tumeweza kushuhudia kwamba wachezaji ni wa Simba Sports Club, ni wa Young Africans, wana uwezo wa kuhimili pressure kutoka kwa mashabiki wanakuwa wametapika pale. Hii inakuwa ni advantage kubwa kiasi gani kwa Simba Sports Club? Ni advantage kubwa. Sasa hivi kumekuwa na jopo kubwa sana la mabenchi au benchi la ufundi, kwa maana ya makocha au wasaidizi, watu ambao wanasoma mchezo, watu ambao wanaweza kukadiri na akili za wachezaji. Inapunguza pia pressure kwa ajili ya mchezo yoyote ambao inaweza kuwakabili katika siku za usoni. Kwa hiyo mazingira kuzoea pia kwa baadhi ya wachezaji ambao wanashiriki katika michuano ya kimataifa. Mfano, kuna mchezaji labda anacheza katika klabu timu ya taifa ya Tanzania, namzungumza Kibu Denis, labda Zimbwe, alikuwepo huko katika michuano ya kimataifa kwa upande wa kalenda za FIFA, katika pressure ambayo tunafahamu walicheza na Morocco. Kwa hiyo anarudi huko katika upande wa kaskazini. Kagoma, Kibu Denis. Kwa hiyo pressure ya mashabiki Mohamed Hussein wameanza kuizoea kuanzia kutengenezwa na benchi la ufundi, kwa sababu sasa hivi watu wamekuwa na utaalamu mzuri sana kudili na psychology za wachezaji. Pia uzoefu wa wachezaji wenyewe kushiriki katika michuano hiyo mikubwa na kuita katika mataifa yao ambayo wamezaliwa nayo au mataifa yao ambao wanachezea nayo. Kwa hiyo pressure imepungua kwa kiwango. Miongoni mwa mambo ambayo aliyazungumza meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally jana ni pamoja na kwamba wachezaji wengine walisafiri kwenda na timu ya taifa, wao walipata nafasi ya kucheza, lakini kwa waliobaki hapa wamekipiga leo katika mchezo dhidi ya Bigman. Hii pia itakuwa imeongeza kitu ndani ya Simba Sports Club. Kwa sababu ukitazama muda ambao Simba hawajacheza mchezo wote wa kiushindani ni muda mrefu. Kwa hiyo walihitaji mchezo wa kiushindani ili waweze kutengeneza fitness za wachezaji kuelekea huo mchezo ambao unahitaji matokeo mazuri kwa ajili ya hatua inayofuata. Kwa hiyo mchezo dhidi ya Bigman, kuna wachezaji labda walikuwa miili yao bado haijakaa vizuri, naweza kuwa katika dakika 90 ambazo walizozipata watakuwa wamejengeka vizuri kwa ajili ya kuungana na wachezaji wenzao ambao walikuwa katika majukumu ya timu za taifa. Dr. kwa kuwa tumezungumzia Bigman hapa waliokipiga leo dhidi ya Simba na kupoteza, si vibaya tukatazama ratiba ya michezo ambayo inafuata katika kombe la shirikisho la CRDB Bank. Na ratiba ni kama hiyo ambayo unaweza kuiona hapo. Tabora United watakipiga, si vibaya ukanipitisha walau kwa sekunde chache sana katika ratiba hii kabla. Tabora na Kagera. Ukitazama katika hali ambazo wanazo kwa upande wa ligi, kwa sababu hizi timu zote ambazo zinashiriki upande wa ligi kuu, Tabora ana uafadhali mkubwa sana na nafasi ambayo anaoshika na matokeo ambayo anayapata chini ya kocha Aniseti, ambaye bado hakuna taarifa rasmi, lakini paka sasa hivi kwa mujibu wa taarifa zao ndio kocha ambaye anatambulika. Kwa Tabora yana unafuu mkubwa sana. Mashujaa na Pamba Jiji, Mashujaa moja ya advantage kubwa ambayo wanayo ni kucheza katika uwanja wao wa nyumbani. Yanga na Songea, Yanga katika mashindano haya wamekuwa wababe kwa muda mrefu na pia ndio mabingwa watetezi. Kwa hiyo wana nguvu kubwa ukilinganisha na Songea ambao wanashiriki katika ligi ya Championship. Umelipia kisimbuzi chako? Kipo on. Basi utaendelea kuburudika na ligi hii ya CRDB Bank, lakini pia kama ambavyo ndikufahamisha ni wiki ya moto kweli kweli. Kabisa. Nikushukuru sana kwa sasa Dr. Tutaungana hapo baadaye panapo majaliwa. Asante. Haya. Naam, ni mchambuzi wangu huyo Dr. Kiungai, tulikuwa naye hapa kuweza kutazama michezo ya itakayohusu Simba Sports Club, lakini pia umetupitisha walau kwa uchache katika ratiba hii ambayo unaishuhudia hapa. Tukitazama sasa maandalizi kuelekea katika michezo hii, timu ya Tabora United almaarufu Nyuki wa Tabora imefanya mazoezi yake ya mwisho katika viwanja vya shule ya sekondari ya Tabora Boys kwa ajili ya mchezo wa kesho dhidi ya Kagera Sugar. Ni mchezo wa hatua ya 16 bora ya kombe la shirikisho la CRDB Bank kwa nia kutinga hatua ya robo finali. Kocha msaidizi wa Tabora United Halfan Mbonde amesema kikosi cha Nyuki wa Tabora kipo kamili kuivaa Kagera Sugar na wamejenga imani kubwa ya kufanya vizuri katika mchezo huo unaotarajiwa kupigwa dimba la Al Hassan Mwinyi Tabora. Nadhani mwenyewe kama unavyoona uwanjani tunaendelea na mazoezi kwa ajili ya kesho kwa kabili Kagera Sugar. Mechi ya kesho ni ngumu, sio rahisi, sababu ni mechi ya mtoano na kwa ngumu, hiyo rahisi. Kwa hiyo tumejiandaa kila kitu, maandalizi yanaendelea hapo. Na ili wapenzi wa Tabora United washabiki waje kwa wingi uwanjani kesho timu yako support, ushindi utapatikana kesho. Hala kikosi iko vizuri, wote wako vizuri. Hamna anaumwa, hamna yuko nje, wote wako vizuri kwa ajili ya mechi ya kesho. Hamna wasiwasi, wote wako vizuri. Nasema tumejiandaa 100%. Mechi ya kesho kuwafunga Kagera Sugar. Kwa hiyo maandalizi yako vizuri, kwa kila kitu tutapambana. Tunafunga mechi ya ligi, mechi mbili tumewafunga. Nadhani watakuja kwa ajili gani, kwa nini tuliwafunga, tutajiuliza. Na sisi tuko vizuri kupambana kesho mwanzo mwisho
tupate ushindi dakika 90, sio dakika kwenye penalty. Nasema tuko nyumbani, tuna advantage ya washabiki. Washabiki wetu wa Tabora timu yao wanaipenda. Nadhani kwa uwanjani timu muda wote kwa mwanzo mchezo mwisho timu yao wanashangilia. Hata timu ikitoka bahati mbaya imetangulia kufunga goli lakini bado wako na moyo. Kwa hiyo support ya washabiki na sisi mechi la ufundi na wachezaji wote tunatupa nguvu. Mechi kesho kwenda kuelekea mechi kesho pata ushindi mechi kesho. Tuelekee kuwatazama sasa wapinzani wao Wanankurukumbi. Timu ya Kagera Sugar jioni hii wamefanya mazoezi ya mwisho katika dimba la Ali Hassan Mwinyi mjini Tabora kujiandaa kuikabili Tabora United katika mchezo wa kombe la shirikisho la CRDB Bank utakaopigwa kesho saa 10 jioni, huku wakijenga matumaini ya kutaka kuvunja uteja kwa nyuki wa Tabora ambao wamekuwa na rekodi ya kuwafunga katika michezo miwili ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Ofisa mtendaji mkuu wa Kagera Sugar Thabit Kandoro amesema licha ya kuwa Tabora wamekuwa na timu nzuri, timu yake imejipanga kupata ushindi ugenini. Hizi yako vizuri, timu imewasili ikiwa na afya njema, wachezaji, technical bench, kila mmoja yuko na ari ya kupambana. Kwa hiyo na leo kama unavyotuona tumekuja kwa ajili ya kutrain kwa mara ya mwisho kwa ajili ya mchezo wa kesho. Tunaamini mchezo utakuwa mzuri, tumejiandaa vizuri. Kipindi chote hiki tulikuwa tunaiandaa timu. Tunatambua lakini tunaamini kabisa katika uwezo wa kikosi chetu. Tunajua tuna timu nzuri na katika mtoano lolote linaweza likatokea. Kwenye ligi na Confederation ni vitu viwili tofauti. Imeonekana hivyo kwa sababu kwenye ligi nyumbani tulitoa draw na Namungo lakini ilikuja kwenye FA tukawa tumeshinda. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba tuna mwalimu Juma anaingia na mifumo tofauti, ana kikosi imara, ana uwezo mkubwa sana ambao anaamini kabisa kwamba siku ya mwisho tunaweza tukapata matokeo mazuri na tukaendelea mbele. Ni Thabit Kandoro huyo, na nikusisitize kwamba hakikisha unalipia kifurushi chako basi shilingi 28,000 kuepuka ule usumbufu wa kimtandao na uweze kushuhudia mitanange hii ya CRDB Bank ikiwa katika hatua ya 16 bora. Watu wanatafuta tundu la kupita na kwenda katika hatua ya robo finali. Huu ni mshike tutakaporejea kutoka mapumziko. Miongoni mwa tutakayokuwa nayo ni pamoja na haya: Mashemeji dabi yazidi kuwa gumzo nchini Kenya na matajiri wa jiji wazidi kupeta na ofa bab kubwa. Nikukaribisha tena katika mshike. Mimi ni Akida Kilango. Wikendi ni ya moto ndani ya Azam TV na kule Nairobi, Kenya, katika uwanja wa taifa wa Nyayo tutakwenda kushuhudia dabi ya mashemeji, AFC Leopards wakikipiga dhidi ya Gor Mahia. Na sasa tunaungana moja kwa moja na mwandishi wetu Zan Mohamed ambaye anakuja na taarifa zaidi. Baada ya kuahirishwa mara mbili, hatimaye mashabiki na wadau wa soka na furaha ya kushuhudia kile wanachotamani kukiona siku ya Jumapili. Mashemeji dabi kuchezwa katika uwanja ulio na hadhi ya kuandaa mechi kubwa, Nyayo Stadium. Zaidi ya mashabiki 30,000 wanatarajiwa kumezwa na kuta za Nyayo siku ya Jumapili. Patakuwa nyumbani kwa timu mwenyeji AFC Leopards akimwalika shemeji yake Gor Mahia. Miamba yote miwili kwa sasa inajiandaa na mazoezi ya mwisho kuelekea siku ya shughuli yenyewe. Hata hivyo, rais wa shirikisho la soka nchini Hussein Mohamed katika kikao na wanahabari amewahimiza mashabiki kujitokeza kwa wingi kupata burudani ya soka kwa amani. This coming Sunday, Kenyan football fans will be treated to another exciting match as the Mashemeji Derby takes center stage. We encourage fans to turn out in large numbers and to enjoy the game in a festive mood, just as we witnessed on Sunday. League matches should offer a great match day experience. It's a day of family and friends to come and enjoy football, and we call on fans to support their teams passionately while maintaining peace and respect for one another. Vilevile katika kikao hicho, mwenyekiti wa kamati andalizi ya CHAN Nicholas Musonye alitoa onyo kali kwamba endapo kutakuwa na utovu wa nidhamu katika mchezo huo, AFC na Gor Mahia hawatawahi kutumia tena uwanja wa Nyayo. We want to ask Kenyans to have good manners so that if there is a match here, I don't want to mention the match,
if there is be a match here and a seat is destroyed, those two teams will not play again. Zani Mohamed, Azam Sports, Nairobi, Kenya. Na mara baada ya ripoti hiyo sasa naungana na mwenzetu Zani Mohamed kutoka Nairobi pale Kenya. Zani, tukitazama kile ambacho tumetoka kukitazama muda huu katika ripoti yako, kile ambacho kimezungumzwa na Nicholas Musonye ni kwamba kama kutatokea uharibifu wowote katika miundombinu ya uwanja wa Nyayo, basi timu hizi mbili hatutazishuhudia tena zikitumia uwanja huo. Ndio kweli ni mwenyekiti wa maandalizi ya CHAN huyo Nicholas Musonye, lakini pia ni mmoja kati ya wadau wa football na naisa aliyesema maneno hayo ili kutoa tu onyo kwamba watu wafike pale waangalie mpira kwa amani na kusiwe na rabsha ya aina yoyote, kwa sababu ni mchezo ambao bila shaka watu wanatarajia utakuwa na watu wengi, kwa sababu watu wamesubiri sana baada ya kuahirishwa mara mbili mfululizo. Kwa hiyo mashabiki wa FC Leopards watu wana imani kwamba watafika kwa wengi, lakini pia mashabiki wa Gor Mahia nao ni mashemeji, ni rival ambao timu mbili ambazo zinajuana, lakini pia ambazo zina historia kubwa na fan base iliyo kubwa sana. Sasa mwenyekiti alitoa maoni yao ili kuhakikisha tu kwamba anatoa onyo, kwa sababu uwanja ule bado upo kwenye marekebisho kuhakikisha kuwa unakuwa sawa na kukidhi yale maelekezo ya CAF kuandaa mashindano ya CHAN mwezi Agosti. Umezungumzia ishu ya mashabiki kujitokeza kwa wingi, lakini kwa kumbukumbu ni hivi juzi tu Kenya ametoka kucheza dhidi ya Gabon. Tuliona idadi ya watu walioingia na idadi ya tiketi ambazo zilitangazwa sio idadi ambayo iliuzwa, hali ambayo ilipelekea pakatokea purukushani za hapa na pale. Kuelekea katika dabi hii ya Jumapili, je, mamlaka zimejipanga vipi kuhusiana na tiketi lakini usalama wa wale watakaofika Nyayo Stadium? Kwa kweli kuongezea tu moja kati ya vitu ambavyo amevizungumza ama alivizungumza rais wa shirikisho Hussein Mohamed, alikuhusia pia mchezo ule kati ya Kenya na Gabon, na alisema kwamba tulifanya vizuri lakini bado tunahitaji kufanya vizuri zaidi, na akasema kwamba wako na plan ama mpango kazi wa kisha kwamba usalama utakuwa bora zaidi kwenye michezo ya kimataifa, lakini pia michezo yenye hadhi kubwa kama mashemeji dabi. Na ndio maana ukiangalia FC Leopards ambao ndio timu mwenyeji wa mchezo wa Jumapili wameleta mfumo wa kuhakikisha kwamba watu wananunua tiketi kupitia mitandao. Kwa hivyo hakuna tena kusukumana kwenye malango, hakuna tena kusukumana mahali popote pale. Unachukua tiketi yako ama unabook tiketi yako kwenye mtandao tu, unakuja nayo pale kwenye simu, tumeweka kwenye simu, basi unakuja unashuhudia mchezo. Kwa hivyo ni moja kati ya vitu ambavyo bila shaka wamevifanya tayari, na imani kwamba mengi yatafanywa zaidi kuhakikisha kwamba mambo yatakuwa murwa sana kwenye michezo ya mikubwa hapo mbele. Zani, umezungumzia maandalizi kwa upande wa federation na usalama kwa ujumla, lakini vipi kwa upande wa mashemeji wenyewe, wamejichimbia wapi na maandalizi yao yako vipi mpaka sasa? Mashemeji wenyewe kila ukimuuliza anajipiga kifua kwamba itakuwa ni siku yao. Upande wa pili pia ukimuuliza anajipiga kifua kwamba itakuwa ni siku ya kuhakikisha kwamba shemeji anatoka na majonzi. Lakini ndio kawaida ya mchezo wa soka. Timu mbili ambazo zimetoka, ukiangalia historia ya kuasisiwa, zimetoka karibia ni majirani kwa maeneo ambayo wanatoka. Kwa hivyo bila shaka tambo utazisikia mpaka siku ya mechi, ndio ambapo tutakuwa tunajua mbabe. Kila mmoja mpaka sasa anaweza kufanya maandalizi, timu zote mbili, na hata makocha kwenye press conference zao na mahojiano na habari wanasema kwamba wanajiandaa kuhakikisha kwamba, kwa sababu ni mchezo ambao kwamba mashabiki wanahitaji ile bragging right, ile kuhakikisha kwamba sisi ndio tunajipiga kifua, sisi ndio wababe zaidi ya nyinyi. Mashemeji wamejipanga vizuri sana. Jumapili na imani kwamba kitakuwa kipute kizito sana. Bila shaka wamejiandaa pia kutazama mchezo huu kupitia Azam TV. Na muda huu Zani, ukiwa bado uko hapo, tutaungana na mchambuzi wetu Deotraf Kiungai kwa ajili ya kuweza sasa kutazama kile ambacho tumeweza kukiandaa kuelekea katika mchezo huu. Zan Mohamed akiwa pamoja yuko nasi. Tutaanza kwa kuangalia kile ambacho kimeweza kujitokeza kwa upande wa numbers kuelekea katika mtanengo huu wa dabi ya mashemeji. Tukitazama kipigo cha mwisho, Gor Mahia walipata katika michezo ya Gor Mahia, michezoni hii hapo. Sivi Boka tupitisha hapo kwa kifupi Deotraf, lakini pia tutaungana na Zan Mohamed. Aprili 21, 2024 Gor Mahia alishinda bao 1-0.
Oktoba 7, 2023 Gor Mahia yashinda 2-0 akiwa ugenini. Mei 14, 2023 Leopard alishinda 2-1. Na huu ndo mchezo ambao ilipita michezo 14 kwa upande wa Gor Mahia kushinda mfululizo au kutopoteza mchezo wote. Ndio huo mwaka 2023 na Mei 14 ndio iliweza kuvunja huo mwigo baada ya michezo 14. Alafu inayofuata ni sare Januari 29, 2023 sare Gor Mahia na Leopard Mei 8 1-1. Oktoba 20, 2021 Leopard 0 Gor Mahia 1. Kwa hiyo mchezo ambao ukukumbukwa zaidi ni huo 2-1 ambao Leopard alishinda, tena mgeni rasmi alikuwa rais wa taifa la Kenya William Ruto. Kwa hiyo ulikuwa ni mchezo mzuri sana. Na hii ni michezo ya ujumla ambayo ameweza kucheza mpaka sasa, ikiwa ni michezo kwa namba hiyo. Zani pia unazishuhudia takwimu hizi na matokeo ambayo yamepatikana katika mchezo wa mwisho. Kwa faida yule ambaye anatazama muda huu, inaleta picha gani kuelekea katika dabi yenyewe sasa? Kweli wanasema siku zote nambari zidanganyi. Ni ukiangalia nambari bila shaka yote itakuwa zina beza zaidi ama zinaegemea kwa upande wa Gor Mahia ambao hata katika historia ya mashemeji dabi ameweza kushinda mechi nyingi zaidi ikilinganisha na AFC Leopards. Lakini wanasema siku zote mchezo wa dabi huwa ni mchezo ambao hautabiriki, kwa sababu kila dabi inakuja na vitu tofauti, inakuja na mbinu tofauti, kwa sababu hata ukiangalia kwa upande wa walimu tu, Fred Ambani ambaye ni mwalimu kwa AFC Leopards alikuwa hapo ndio kwenye mchezo ule ambapo waliweza kupoteza 1-0 pale Nyayo. Mchezo wa mwisho zaidi walipokutana ulipigwa pale Nyayo, lakini hakuwa na wazifa huo, alikuwa tu miongoni mwa bench la ufundi, lakini hakuwa mwalimu mkuu. Lakini pia kwa upande wa Gor Mahia, Sinisa Mich huyo amekuja tu juzi mechi kadhaa tu, kwa sababu alianza na Leonard Martins Neiva baada ya sintofahamu ama kutofanya vizuri, wakamwachilia wakamleta Sinisa Mich. Kwa hivyo Sinisa ni mchezo wake wa dabi kabisa, mashemeji dabi yake ya kwanza kama mwalimu wa Kogalo, lakini pia kwa faida ya AFC Leopards Fred Ambani kama mwalimu, huu utakuwa ni mchezo wake wa kwanza. Lakini pia baadhi ya wachezaji kuna wachezaji wapi ambao hawajaicheza mashemeji dabi. Kuangalia kwa upande wa Gor Mahia wapo na striker ule kina Patrick Esombe ni wageni, lakini pia kwa faida ya AFC Leopards wachezaji wengine hawajaicheza kabisa. Kwa hivyo kila mchezo huo unakuja na vitu tofauti, ni mchezo ambao hautabiriki. Mimi na imani kwamba nambari kwenye mchezo kama mashemeji dabi hazina nafasi. Nikushukuru sana Zan Mohamed. Shukrani sana Kidan. Basi na shaka tutakula githeri huko tukitazama kile kinachoendelea hapo. Naam, ndio tumetoka naam, anatuambia kwamba githeri watu watakienjoy siku hiyo. Tutazame sasa kwa uchache Dotraf kabla sijaelekea katika mapumziko mafupi. Ukitazama michezo iliyochezwa, ushindi, sare, kupoteza, magoli ya kufunga, magoli ya kufungwa na alama, jumla michezo ni 35 kwa 35. Hapo ukitazama huku ni upande wa timu ya nyumbani AFC Leopards ambao atakuwa nyumbani na upande huko ni kule ni upande wa Gor Mahia. Michezo 6 wameshinda Gor Mahia, ndio? Yeah. Alafu kule jumla michezo 20, jumla michezo 35. Najaribu ushindi huko ameshinda michezo 20, kule 6. Kule 6, 9. Yes, sare kule ni 9 na huko inakuwa ni 9. Okay, na sare zinakuwa ni hivyo. Ndio kwa kuwa mchezo huu tutaushuhudia mubashara kupitia kisimbuzi cha Azam TV, basi na shaka kwa faida yako wewe na watazamaji kupitia vipindi vingine tutaweza kuchambua zaidi mchezo huu. Haina shida. Hapo vipi? Fresh. Naam, ni mchambuzi wetu kwa Dotraf akitupitisha katika dabi hiyo ya mashemeji, lakini pia tulikuwa mubashara na Zani Mohamed kutoka pale Kenya, na pia akitupitisha kufahamu mambo muhimu kuelekea katika dabi ya mashemeji ambao pia utaishuhudia mubashara kupitia katika kisimbuzi chako cha Azam TV. Tupate mapumziko mafupi, tutakaporejea bado yapo mengine yakiyafahamu hapa katika Mshike Mshike. Tafadhali usiondoke. Kwa kuendelea kutazama Mshike Mshike, bado upo na Miakida Kilango. Klabu ya Fountain Gate ya Babati mkoani Manyara tayari ipo katika mawindo kujinoa kuelekea mchezo wa ligi kuu soka ya NBC Tanzania Bara dhidi ya Singida Black Stars utakaopigwa Aprili 2 mwaka huu katika dimba la Tanzanite kwa raha. Helen Kawiche ametuandalia taarifa ifuatayo.
Hiki ni kikosi cha wana Fountain Gate FC na hili ni dimba lao la nyumbani Tanzanite kwa raha. Mazoezi haya ni mahususi kwa ajili ya kujiweka sawa kuikabili Singida Black Stars. Na huyu ni msemaji wa klabu ya Fountain Gate FC, Isa Mbuzi. Hiki ambacho kinafanyika sasa hivi ni program maalum kuwafuata Singida ambao tunafahamu ni miongoni mwa timu ambazo ni bora sana kwa sasa, lakini ni timu ambayo ilitufunga kwenye mechi ya kwanza tukiwa kwao. Kwa hiyo awamu hii wanakuja nyumbani. Kwa hiyo akili, mawazo, fikra na nguvu zote tumezielekeza kwenye huo mchezo, kwa sababu ni mchezo ambao tunahitaji tupate alama 3 ili tuendelee kujiweka kwenye mazingira mazuri zaidi kwenye msimamo wa ligi. Na hapa King Mbuzi anawaita mashabiki wa Fountain Gate FC mkoani Manyara kujitokeza kwa wingi Tanzanite kwa raha kushuhudia mtanange huo wa kukata na shoka. Tarehe 2 bwana, watu wetu wa Babati, mimi niwakumbushe kwamba Pacha anakuja Tanzanite kwa raha. Lazima tumuonyeshe kwamba Tanzanite kwa raha ni tofauti ya viwanja vingine vyote ambavyo wameshawahi kucheza kwenye michezo ya ligi. Hapa ni pahala ambapo ukifika lazima uache alama 3. Aprili 2 mwaka huu nyasi za Tanzanite kwa raha zitawaka moto kwenye mbungi hiyo, na mashabiki wa soka mkoani hapa watakata kiu yao kuishuhudia tena timu yao ya nyumbani ikizisaka alama 3 muhimu kunako mechi hiyo. Helen Kawiche, Azam Sports, Manyara. Kocha mkuu wa JKT Tanzania Ahmad Ally amesema timu yake itarejea uwanjani kwa kasi mpya baada ya kutumia vyema muda wa mapumziko kupisha michezo ya kalenda ya FIFA. Muda ambao tumepata, tumejaribu kuona jinsi gani ambavyo tunaweza tukalikava kwa wale ambao walipata some injury kidogo na wale ambao wana injury kubwa. Kwa wale ambao hawana injury, kuona sasa wanaweza wakalikava kidogo mindset. Unajua ligi iko ngumu sana, akili sometimes inachoka, kwa hiyo unahitaji wa rest kidogo, wapate baraka za family zao, then wakirudi tuanze kazi. Lakini tumeanza vizuri alhamdulillah. Leo tuna siku kama ya 5 au ya 6 kwenye preparation, sio mbaya, hatuko pabaya sana na tuna muendelezo mzuri. Ilikuwa jambo zuri kwa wakati wetu kwa sababu tulikuwa tumetoka kwenye mapambano, kwa hiyo tulihitaji muda kidogo wa kukava, kuweka miili irudi kwenye hali yake. Tumerudi pia kwenye uwanja wa mazoezi, tumeanza kuingiza vitu vipya kwa ajili ya mechi zilizobakia. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwa jinsi wachezaji tulivyo na benchi la ufundi na yale ambayo tunayapata kwenye uwanja wa mazoezi, mashabiki watarajie kutuona tukirudi tukiwa imara zaidi ya pale tulipoishia. Ugumu wa ligi, naweza ngasema kwamba ligi sasa hivi inaelekea kuwa ngumu zaidi, kwa sababu ukiangalia kama kuna ligi mbili hivi, kuna wale ambao wako juu na kuna chini kule ambako tunaangania tusishuke daraja. Ugumu unakuja pale kila mtu anataka kupapatua atoke kule chini aje juu. Kwa hiyo sisi tunahakikisha kuwa hatupiti tulipopita mwaka jana. Ndio maana tunajitahidi tukae katika nafasi nzuri. Klabu ya Azam FC bado inaendelea na ofa maalum ya punguzo la bei kwa bidhaa zake rasmi, ikiwa ni sehemu ya kuendelea kuwatunza mashabiki wake wanaoonyesha mapenzi ya dhati kwa timu hiyo. Meneja wa masoko wa klabu hiyo Tunga Ali anafafanua zaidi. Hivi karibuni mliona tumetoa ofa kubwa kuliko tangia wiki iliyopita. Lengo ni kuwafanya fans wa klabu ya Azam FC waweze kutembea kifua mbele kama slogan yao wanavyosema, timu bora bidhaa bora. Hii ofa imekuwa nzuri na tunamshukuru Mungu kweli, Watanzania wamejitokeza kutuunga mkono kuhakikisha kwamba wanavaa nembo ya klabu ya Azam FC. Lakini kubwa zaidi, sasa hivi ukipita maeneo yote ya Tanzania unakuta watu wengi wamevaa nembo ya klabu. Hii na maisha tumepiga hatua. Investment ambayo inafanyika Chamazi Complex, investment ambayo inafanyika kwenye wachezaji, lakini pia investment nyingine inafanyika kwenye kuleta nembo ya klabu ya Azam FC. Sisi ni klabu ya kwanza Tanzania ambao tumeleta vitu vingi zaidi na tumeshusha punguzo. Nadhani umeona jezi ya jumla inauzwa kwa shilingi 15,000 ya msimu huu, na msimu uliopita inauzwa kwa shilingi 9,000. Hili ni punguzo kubwa kabisa. Lakini kubwa zaidi, kama unavyojua, tuna mechi yetu dhidi ya Kengold kule Mbeya. Umeona punguzo hili litakwenda kule. Kwa niwaambie fans wa klabu ya Azam FC na wa Tanzania, ofa hii inakwenda mpaka msimu unapoisha. Kwa hili ni jambo bora, kama slogan yetu tunavyosema, timu bora bidhaa bora. Na tumeipokea ofa hii ya jezi kwa upande wa university kwa kikubwa sana, kwa sababu ukiangalia watu wengi sana wanalalamika bwana, jezi bei yake ni kubwa sana. Kwa hiyo tuishukuru sana management ya masoko ya Azam FC imeweza kuipunguza ile bei na kwamba kila mtu anaweza akai afford.
Tukigeukia sasa mpira wa kikapu, LeBron James amewezesha timu yake ya Los Angeles Lakers kuvunja mwiko wa kuendelea kupoteza katika michezo ya NBA dhidi ya Indiana Pacers. Taarifa zaidi na Saidi Msomi. Katika mchezo huo Indiana Pacers walikuwa wakiongoza kwa alama moja zaidi hadi ziliposalia sekunde 42. Matokeo yalikuwa yakisoma 118 dhidi ya 119. LeBron James alianza kufunga alama katika robo ya 4 ya mchezo huo, akifunga alama 13, akichukua rebounds mara 13 na kutoa pasi za usaidizi wa kufunga mara 7. Baada ya kukamilika kwa mchezo huo, kocha wa LA Lakers JJ Redick amesema alichokifanya LeBron ni mfano mzuri wa namna ya kucheza, kwani alianza taratibu akiwa vizuri katika eneo la kushambulia na kulinda na baadaye akaanza kufunga katika robo ya 4. Kwingineko katika mchezo mwingine, Washington Wizards wamevunja mwiko wa kupoteza michezo 5 mfululizo kwa kuifunga Philadelphia 76ers kwa alama 119 dhidi ya 114, na Toronto Raptors wakaifunga Brooklyn Nets kwa alama 116 dhidi ya 86. Wakati Denver Nuggets ilipata ushindi wa alama 127 dhidi ya 117 vya Milwaukee Bucks ya Giannis Antetokounmpo, huku bingwa mtetezi wa NBA Boston Celtics wameendeleza wimbi lao la ushindi kwa kupata ushindi wa alama 132 dhidi ya 102 vya Phoenix Suns, huku LA Clippers wamefufua matumaini ya kucheza michezo ya NBA playoff baada ya kuanza vibaya na kuongozwa kwa alama 126 dhidi ya 113 vya New York Knicks. Saidi Msumi, Azam Sports. Tukielekea katika mchezo wa tenis, nyota wa tenis Emma Raducanu ameondoshwa kwenye hatua ya robo finali ya michuano ya tenis ya wazi ya Miami na mwanadada Jessica Pegula, raia wa Marekani, kwa seti 2-1, yani 6-4 6-7, baada ya kwenda tie break na kupoteza kwa pointi 3-7 na mchezo katika mchezo uliochezwa leo Marekani. Raducanu anayeshika nafasi ya 60 katika viwango vya ubora wa tenis duniani kwa wanawake alikuwa mbele kwa 5-2 kabla ya kumuita daktari kuangalia afya yake iliyopata shida kidogo. Licha ya kuonesha kiwango bora, Emma ambaye ni bingwa wa michuano ya tenis ya Marekani mwaka 2021 ameshindwa kufuzu kwenda hatua ya nusu finali, ambapo Jessica Pegula atapambana na Alexander kutoka Ufilipino. Tukitazama taarifa nyingine, mashindano ya Bi Mkubwa Ramadhani Cup yameendelea hii leo yakiwa yamefika hatua ya makundi. Katika mchezo uliopigwa leo dimba la Uzunguni, Bomang'ombe High Castilla FC walikuwa na kibarua dhidi ya Vijana FC, na matokeo katika mchezo huo Castilla FC imepata ushindi wa magoli 2-1. Magoli ya Castilla FC yaliweka kambani na Ibrahim Naldo dakika 79 na Nasor Junior dakika 89, wakati kwa upande wa goli la Vijana FC lilifungwa na Adam Aucho katika dakika ya 67. Matokeo mengine katika Bi Mkubwa Ramadhani Cup, jana Jumatano Uzunguni FC likipiga dhidi ya Half London, na mchezo huo kukamilika kwa Half London kupata ushindi wa goli 1-0. Ratiba ya Bi Mkubwa Ramadhani Cup, hatua ya mtuano: kesho Lamasi FC watakipiga dhidi ya Uzunguni FC, michezo hiyo ikipigwa katika dimba la Uzunguni Bomang'ombe High Kilimanjaro. Na sasa si vibaya nikakufahamisha kile ambacho tulikuwa nacho katika mshike usiku huu. Kuahirishwa kwa Kariakoo Derby kwa chukua sura mpya, Simba na Yanga uso kwa uso na serikali. Taifa Stars safarini kurejea nchini, Mohamed Hussein na wenzake watangulia Misri. Na mashemeji Derby yazidi kuwa gumzo nchini Kenya. Na kwa kuhitimisha mshike ni kufahamishe hili: peleka gari lako Azam Upholstery ili unapokuwa katika mkusanyiko wa watu kiambiwa leta funguo gari lisogezwe, usitoe maelezo mengi. Mimi ni Akida Kilango, uwe na usiku mwema.